Dar es Salaam Africans kituo kinachofuata wanacheza na Fountain Gate. So mechi yenu inakuwa mechi ya namna gani baada ya kutoka kwenye mashindano ya kimataifa, baada ya kupata alama 3 muhimu na kutoa sare mkiwa ugenini, na mechi ya kesho amepewa Djigui Diarra? Mimi nina imani mchezo wa kesho tarehe 4 mwezi wa 12 2025, nina imani tutakuwa na mchezo mzuri sana, kwa sababu ni mchezo ambao wachezaji wanautamani, viongozi wanautamani, wanachama tunautamani, kwa sababu ndio umefika wakati, kwa sababu tucheze ligi ya mabingwa. Hapo ndio kwenye ukubwa wetu Yanga. Sisi Yanga hatupendi kwenye klabu bingwa kwenda kwa kanuni. Tunataka kwenye klabu bingwa kama mabingwa. Tunataka tuende klabu bingwa kama mabingwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa Djigui Diarra kufanya maokoto, lakini mwisho wa siku tunataka maokoto ya pointi 3 na zitapatikana. Yanga sasa hivi sio ukata kusimula Fountain Gate. Hiyo mimi sioni. Hata kama mpira unadunda kisio kwenye maji. Yaani Yanga ipo Dar es Salaam, wale Fountain Gate wale ambao washapotea wanajitafuta wale kutukatia sisi KMC. Yanga hii ya Mleno ambayo anafanya sababu hata shabiki ambao alikuwa nje unawaza untoe fulani, naenda anafanya hivyo hivyo. Wote bego wanaifungaje katika timu ndogo kama ile? Ninakwambia tena, tunachukua ubingwa wetu kwa mara ya 5 kwa hao washindani ambao tulikuwa nao wa kawaida. Tutafanya kubwa sana mchimo kwa. Ingekuwa ya Roman Folz nitia maji. Mimi imani yangu kama nilivyokuambia, mimi nilikuwa nasema kabisa viongozi wa Yanga wao ndio ambao wanakaa wakiona ile jambo alipo anakuja kufanya kitu ambacho kikubwa, kwa sababu Roman Folz walikuwa kuchukua mwalimu ambaye akuja kukaa na timu kwa muda mrefu, lakini wakaja kujigundua kumbe Yanga kuna hatua tushapiga. Kwa hiyo tukae na mwalimu ambaye anataka kujitafuta, tafute mwalimu mkubwa, tufanye mambo yetu makubwa. Walimu kama watachukua timu ndogo, kwa sababu si Yanga sasa tutatafuta level zile kubwa ambazo bara la Afrika na Ulaya kwa jumla zile zinatujua kutia mpira. Yanga ni ambayo timu ambayo imejipanga kwa viongozi wa Yanga Afrika. Sio timu ambayo itabaki kwenye level ya Tanzania tu. Na ndio maana klabu ya kwanza kuingia kwenye ule umoja wa vilabu barani Afrika. Kwa sababu kwa nini imefanya vile? Imeshajua kwamba ile kitu kina maana gani kwenye mpira wetu, na ndio maana tukaona bora tuweke fedha pale ili tuingie kwenye vilabu ambavyo Afrika viko vizuri, na nina imani kwa viongozi tuliokuwa nao wale wenye upendeleo ambao wao binafsi wanapenda Yanga ipite kwenye malengo ambayo ya mafanikio. Kitu tafanikiwa, tuombe wao tu Mwenyezi Mungu atuweke, mwisho wa siku Yanga itakuja kuwa timu kubwa sana nchini. Taarifa za nani za kuchimba kwamba pale Simba Unyamani kuna wachezaji wenu wawili, inaonyesha ni wazi sasa kama kuna mnyatio hivyo Morris Abraham pamoja na Elimu Panzo ambaye mlimkosa kwenye dirisha kubwa. Mimi nadhani viongozi wa Yanga hawafanye usajili kwa miamko, hawafanye usajili kwa tetesi. Mimi na imani kama Mpanzo na Mwasi tunapita naye kweli, na atawashona. Kama Mpanzo anasema anaipenda Yanga na Mwasi tunapita naye. Sio tunapita naye. Atumwache hata kidogo, tuambie kabisa wana Simba wakae kujua. Wakijichanganya tu, sisi tunapita naye na mwachaji ile Mpanzo. Hivi kushoto na Mpanzo, kushoto na Pacome, unatokaje? Mimi nakwambia wasijichochee moto. Watapata aibu kweli kweli. Bora wakae naye vile vile, asifunge lakini wawe naye. Akija kwetu yule Mpanzo, Pacome, Max, Dube, wale kazi wanayo mwezi wa 3. Yaani wakijichanganya tu, wewe unakwambia wajichanganye tu, watakuja kurusha vyupa pale Benjamin Mkapa. Mimi nakwambia. Vipi Morris? Yule mimi kwangu mimi hajanivutia sana. Kacheja mbali. Mimi na maana akija Yanga anatafuta namba tu yule. Lakini ni mzawa. Mzawa sawa, lakini bado akija Yanga Afrika anatafuta nafasi. Sasa tuna wachezaji wengi pale. Kwa sababu una Max, una Pacome. Unakuta hivi acheze yule manake leo kwanza anzie nje. Mwache abaki pale pale akuwe kwanza. Akiwa mchezaji akiwa mkubwa tayari tutakwenda kumchukua. Sisi tunachukua tu pale. Wachezaji wetu wanapenda kucheza Yanga. Hamna mchezaji ambaye hapendi kupendwa. Kama sehemu upendo utaondoka tu. Hakuna sehemu unaweza kucheza mpira sehemu ambayo wewe upendo. Si Yanga unaweza kucheza wapi? Sisi wetu akija Yanga Afrika hata kama kwenu mna wakati tunamfanya yeye mkubwa na anakuwa mkubwa kweli. Sisi tunajua kupamba. Kwa hiyo kama utaki basi mchezaji wote ambaye ametoka Simba akaja Yanga muulize Simba na Yanga wapi mpata thamani, atakwambia nimpata thamani Yanga Afrika. Lakini ile imetengenezwa kutoka kwa mashabiki mpaka viongozi. Kama anapokuwa kijana Shabalala sasa. Shabalala mimi nilijua moja kwa moja mchezaji ambaye atakuwa na fulani yule, kwa sababu tulikuwa tuna muda mwingi tunamhitaji, lakini kwa kufanya maamuzi, alipofanya maamuzi amefanya sehemu sahihi na timu ndio kanadisha kwa bovu lile. Sasa hivi shakuwa ni ile timu ambayo ni haieleweki. Timu ambayo inajitafuta. Tumesikia kiingilio 3 kwa 3 kwa Megesa Muyo. Washashika kiingilio kutoka 5000 sasa hivi kuangalia Simba shilingi 3000. Ligi ya MBC ya Simba anakwenda kuangalia kesho kiingilio cha kwanza shilingi 3000. Labda wapo katika kujitafuta. Na ndio maana tulikuwa tunawaambia hauwezi kuweka kiingilio shilingi 5000 wakati timu haina uwezo. Lazima ufushe kiingilio watu waende. Hakuna mtu anakwenda kuangalia timu mbovu. Huwezi kualisha maneno hata watoe lazima kwa timu mbovu. Kiingilio shilingi 3000. Kama unavyosikia Yanga na Fountain Gate wako wapi? Kama unavyosikia Fountain Gate na tutoe zao huko.
au tuko kule Zanzibar timu ndogo ndogo 3000 iona Simba shilingi 3000 ligi ya MBC. Lakini nyinyi kuiona Yanga inakuaga bure. Sasa bora uweke bure. Boss anasema mimi natoa hisani kwa wanachama wangu na mashabiki kuliko sio shilingi 3000. Na maneno kalisema Yanga, afu nyinyi waandishi kuna kitu mnaacha sana. Ile kiingilio angetangaza Yanga shilingi 3000 vile. Leo mngekaa media mnaongea Yanga kiingilio 3000 kiingilio 3000. Kwani pale wala muambii. Meja Isamuyo mbali wanaonea huruma ya mashabiki wao. Waone imani mashabiki wa Meja Isamuyo wanatoka Dar es Salaam wote wale. Watu wakaenda za kule Bunju wapo kwenda kuangalia mpira. Alafu mechi ni usiku. Wameshapotea wale asikwambie. Kwani mechi ya Zamani ilikuwa mechi. Wao washapotea. Uwezo kwa mtu atoa shilingi 5 akaangalia timu mbovu. Lazima ushushe kiingilio timu ibustiwe na sidhani kama itabustika. Kwa sababu yani afu msemaji wao anajua kuatia mafuta ya nazi. Salamu za kumalizia, msemaji wao anajua kuatia mafuta ya nazi. Salamu za kumalizia, meneja Mkundo hayupo tena. Mimi niwaambie mashabiki wa Simba, niwaambie kwamba kwanza wakiwa wanazungumzia Simba, wa target washabiki wa Simba wote wazungumzie kitu kimoja. Lakini shabiki huyu anaongea hili, hawezi kupata kile ambacho anachokihitaji. Kama tunataki Mangungu, hatumtaki Mangungu wote. Kama Mangungu mzuri wote. Kama meneja Pante mbovu basi wote mbovu. Lakini mmoja huyu mzuri. Sisi kwenye Yanga hata kama unajua kuna mwalimu anafukuzwa mzuri, lakini akianza tu mmoja hatumtaki. Tunaunga mkono hapo kwa sababu gani? Hataki kuongea lugha mbili tofauti. Mwisho wa siku nimemsikia nani Kisugu anasema wale ambao walikuwa wanamgomea mwalimu Benjamin Mkapa mechi ya Atletico ya Angola leo analaumu mwalimu kuondoka. Ndio shida hiyo. Kama unaongea lugha moja msije kama nakutana. Yanga Afrika tuko hivyo. Hatucheze. Hatufanye hiki hatufanyi. Hatuendi huko hatuendi. Utatuweza sisi? Siwezi kutuweza. Si Yanga daima mbele nyuma, sasa turudi nyuma. Tukisema mbele. Hatuwezi kurudi nyuma. Shukrani sana. Asante sana.